Tundu Antipas Tundu Lissu. Kwa mara ya kwanza nilikutana naye mwaka 1986 mimi nilipokwenda kujiunga na kidato cha 5 na cha 6 kwenye shule ya sekondari ya Ilboru iko kule Arusha. Lissu ya alikuwa yuko O level na mimi nilikuwa A level. Kwa kitu cha kwanza pale shuleni Ilboru kulikuwa kuna mwalimu mkuu anaitwa Mwalimu Mushi. Alikuwa ni mwalimu imara sana kwenye nidhamu. Kwa kweli watu ambao mnawajua wanafunzi wa Ilboru ya tangu zamani zile mpaka leo ni wanafunzi wenye nidhamu. Sasa mimi ni wale miongoni mwa vijana ambao tulitoka Dar es Salaam, alafu tulikuwa ni wale watu wa pilika pilika. Sasa katika wale watu wa pilika pilika, mmoja wa watu ambao nao walikuwa wa pilika pilika pale shuleni alikuwa ni Tundu Lissu. Alikuwa ni wale miongoni mwa watoto ambao wanaitwa watoto wa Tundu. Sasa Tundu Lissu tangu shule alikuwa mtundu. Yaani utundu sio utundu wa ajabu, ni ule kwamba bwana ikibidi kujongo, yani kutokomea kidogo, unaingia kidogo mtaani. Kwa hata kuingia mtaani, hata mimi pale mtaani jirani na Ilboru nimeingia kidogo. Ukizingatia kwamba mimi ni mtu ambaye natoka kabila la Wasukuma. Kwenye kabila letu wadada weupe ni watu wadimu. Unakwenda shule Ilboru ni shule ya wavulana watupu, boys school. Alafu pembeni imezungukwa na kabila la Waarusha. Wale Waarusha vile vibinti ni vibinti vyeupe, vinapendeza kweli kweli. Kwa hiyo tukajikuta sasa ujana umetukutia shuleni, damu inachemka. Kwa hiyo mara moja tunajikuta tunaingia mtaani na kujichanganya. Sasa miongoni mwa kitu ambacho kilifanya tukamtambua haraka Lissu, kuna wakati Elimasta aliwahi kumuona Lissu uko mtaani. Kwa hiyo sasa akija Jumatatu wakati wa postmortem, mwalimu mkuu anapita kufanya ile ukaguzi ile Jumatatu wakati wa parade. Alafu wale wanafunzi wote ambao aliwaona mitaani bila kuomba kibali cha pasi anawaita pale mbele. Kwa hiyo Tundu Lissu na yeye anaitwa, kuna wakati mimi pia naitwa. Kwa wale watoto ambao ni notorious wa Tundu tukaanza kuwa tunafahamika. Ikaja kukutana na Lissu pale Ilboru, mimi nilikuwa waziri wa social. Waziri wa social ni ile wizara ya utamaduni. Kwa hiyo mnapeleka miziki kwenye zile shule za wasichana. Shule zetu zilikuwa tunapeleka watoto, yani Ilboru tunakwenda kucheza muziki na wasichana wa shule ya Weruweru, Kibosho, Machame, hizo shule 3. Kwa hiyo sasa mimi nikiwa mwenyekiti wa social ambaye ni A level, makamu mwenyekiti lazima awe mtu wa O level. Kwa hiyo Tundu Lissu akawa ni mwenyekiti wangu wa kile chama, na tukawa tunafanya mambo ya debate, yani zile club za debate. Kwa hiyo sasa Tundu Lissu makali yake yalianza kuibukia hapo Ilboru kwenye zile debate. Tundu Lissu alikuwa ni debater mzuri na ule msimamo wake, yani ukiwa debater mzuri ni kile ambacho unaamini alafu unakitetea, unakipigania. Kwa hiyo kwenye zile school debate nyota ya Tundu Lissu ilianza kung'aa pale. Ilikuwa kwenye debate, yani ukimpita Tundu Lissu kulikuwa kuna wengine, kulikuwa kuna wakina Christopher Mushi, tulikuwa tuna wakina Abdi Kagomba pale shuleni, kulikuwa kuna William Andrew, yani vijana fulani wa Ilboru ambao walikuwa wazuri mno. Kulikuwa kuna wakina Bered Malegesi, yani ambao yani ilikuwa ina timu fulani. Na wale madibeta, miongoni mwa madibeta wazuri alikuwa kwa pia jamaa mwingine mmoja anaitwa John Lusimu. Kulikuwa kuna Ademba Gomba. Yani kwa hiyo tulikuwa tuna watu wazuri mno. Ile shule ya Ilboru ilitujenga. Kulikuwa kuna Godfrey Lutego. Shule ilitujenga kuwa na independent, ku speak up your mind. Kile unachofikiria shule inakulea. Kwa hiyo utakuta watu wengi wa Ilboru kokote kule ambako walikwenda walikuja kuwa ni wazuri kwenye mambo ya kuongea. Lakini pia zaidi ya HGL Ilboru pia tulikuwa tuna PCM na PCB. Kwa hiyo kuna madaktari tumetoa pale
kuna maengineer tumetoa pale, lakini hapo ndio mwanzo nilipomfahamu Tundu Lissu. Na baada ya Ilboru tukaingia katika pilika za maisha. Yeye akaenda chuo kikuu kufanya sheria. Muda fulani nikiwa nchini Marekani kwenye jiji la Atlanta, Georgia, jimbo la Georgia, nilikuja kukutana tena na Tundu Lissu kule Atlanta, Marekani, yeye akiwa anafanya masters yake. Mimi nilienda kwenye pilika zetu za uandishi wa habari. Kwa hiyo tukakutana kule, tukazungumza tena kidogo, tumeonana wanafunzi, alafu tukazungumza mawili matatu ya Marekani. Tulivyorudi huku, Lissu akaingia kwenye chama kinaitwa LIT, wanasheria watetezi wa mambo ya mazingira, na alisumbua sana, na nyota yake pia kule ilionekana. Alafu ndio tukaja kukutana sasa na Lissu kwenye siasa, yeye akiwa ni mwanasiasa na mimi nikiwa ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo interaction hapa na pale bado inaendelea kwa mimi na Lissu. Kuna baadhi ya vitu mimi kwa sababu ni mkubwa kwake, kwa hiyo mimi namuita ni kakake. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo anayoyafanya kule Chadema, mimi kama kaka namwambia, bwana mdogo wangu Lissu, hapa umeteleza. Kuna wakati naandika kwenye zile makala, hapa Lissu japo ni mwanasheria lakini hapa mmechemsha. Mazungumzo na namna hiyo. Na hata baada ya kutoa ile no reform no election, mimi nilikuja kuzungumza na Lissu kama kakaki, nikamwambia ni kweli hitaji la reform kwa Tanzania ni hitaji la kweli, lakini historia ya siasa zetu hakuna mtu amewahi kuzuia uchaguzi. Kwa ile no reform nikamwambia Lissu, una fursa nzuri sana ya Chadema kugombea hata kama hakuna mabadiliko, na bado wakafanya vizuri. Kwa hiyo tofauti za namna hiyo. Na hata baada ya kuwa na kesi hii ambayo inamkabili ya uhaini, pia nimefika pale mahakama kuu kumuona, na nikamhakikishia Lissu kwamba Mungu Baba yupo, hayo yana mwisho. Hata alipopata ile ajali ya kuumia, mimi ni miongoni mwa ambao tulifanikiwa kufika Nairobi kumpa pole. Na akiwa Ubelgiji, kuna wakati tumeenda Ubelgiji katika ziara ya kihabari, pia tumemuona Tundu Lissu tukampa pole. Na hayo aliyoyapitia, yani kiukweli amepitia mambo mengi makubwa magumu, lakini inaonekana Mungu yupo. Kwa hiyo hata katika hii kesi nikamalizia kumwambia Lissu asijali, Mungu yupo. Nikamkumbusha kile kitabu cha Kuli, nikijua ni ukurasa wa 99. Lissu akanirekebisha kwamba sio ukurasa wa 99, ili yana mwisho haya kwenye Kuli ni ukurasa wa 199, kwa sababu pia alikuwa ni mtundu. Ukiwa mtundu kwenye shule za bodi na ana ushawishi, yani kitu kimoja ambacho Tundu Lissu amejaliwa, ana good convincing power, yani ana power ya ushawishi. Kwa hiyo kuna wakati kule shuleni chakula kilikuwa kibaya mno, yani kulikuwa maharage yana kama au kwenye unga. Kwa hiyo kwenye ule uji kuna vile vidudu fulani vyeupe. Baada ya kutoka nyumbani unaona kama hivi siwezi kula, lakini baadaye kidogo unaanza kuvichambua, baadaye unazoea, unavitwanga tu yani. Kwa hiyo kuna wakati pia maharage yalikuwa yametobolewa na wadudu. Lissu alikuwa kama anataka kuongoza migomo kule shuleni. Kwa hiyo kitu kizuri ambacho kilikuja kumlinda Lissu, alikuwa na akili mno. Yani ni wale ambao mitaani yupo, pilika za mtaani zipo, lakini ikija darasani kwao anakamata namba 1. Yani kwa hiyo ina maana ni very intelligent boy. Yani ana kichwa ambayo inachaji vizuri. Nikija tathmini yangu kwa Lissu kama mwanasiasa, kwanza ni miongoni mwa watu ambao tulimshauri Lissu ile 2020 agombee dhidi ya JPM kwenye hizi siasa za Tanzania. Ni ushauri wangu kwa Lissu kwamba gombea na JPM ili kumtia moto, yani angalau watu waone kuna kaushindani fulani. Na ni kweli ile karata ambayo Lissu aliitupa kumchallenge JPM ilileta hamasa fulani.
Kwa Lissu kama mwanasiasa ana very good convincing power. Ana tatizo moja, na hilo mimi nimewahi kulishauri. Akitaka lake, anataka lazima liwe lake. Yani sio mtu ambaye ni compromising personality. Yani kwa mfano alipotoka Chadema, ule msimamo wa no reform no election waliusema, lakini wakasema hatususi uchaguzi. Angekuwa ni chairman Mbowe, amini usiamini, na wathibitishia Chadema ingeingia kwenye uchaguzi, kwa sababu ni mtu ambaye ana compromise. Sasa Lissu sio compromising person. Yani akishashikia msimamo wetu ni huu, umesimama, anasimama hivyo hivyo, hakuna kupindisha, hakuna kupinda, jambo ambalo sio zuri sana kwenye siasa, kwa sababu siasa zinataka win-win situation. Yani pata kidogo na mimi nipate kidogo, sacrifice kidogo na mimi nitoe kidogo, ili twende pamoja. Sasa hii misimamo, Lissu kuwa ni mtu wa misimamo isiyoyumba kisiasa, sio plus, ni minus. Sasa ili haya mambo anayopitia atakwisha, kwa mimi natamani nimshauri Lissu katika ile misimamo mikali, pia afike mahali akubali kulegeza kidogo misimamo na kuingia kwenye kitu kinaitwa a win-win situation. Tukija kwenye msimamo wangu kwa Lissu kama wakili, sasa hapo kwenye wakili na sheria, Lissu hapo ndio nyumbani kwake. Lissu akijua yuko kwenye haki na aliposimama ni kwenye haki, hautamtoa kwenye haki hata kidogo, na hata kubali kupinda. Yani kwa mfano mimi nina uthibitisho tangu hii kesi ya uhaini imeanza, Lissu amewahi kushauriwa mara moja mara mbili kwamba bwana Lissu, hebu kubali kusamehewa, uombe msamaha yaishe. Lissu ameshikilia msamaha kwamba kwa sababu sijakosa siombi msamaha. Kwa nini niombe msamaha kusamehewa azifu nahitaji huruma? Madam tunakwenda mahakamani, twende mahakamani na twende mpaka mwisho, tuone mwenye kosa nani, ili ifike mahali kama kweli nimekosa kusema tunakinukisha ni uhaini, basi nihukumiwe uhaini na ninyongwe kama ni kosa, kama itathibitishwa. Lakini kama nashtakiwa kwa kesi ya uhaini ya kubambikia, tusimame na mahakama, haki itendeke. Sasa hiyo ni misimamo, na kwenye misimamo ya kisheria mimi naungana na Lissu. Yani kwamba ifike mahali wa Tanzania tutendewe haki stahiki, sio haki za huruma, kutaka kuhurumiwa eti achiwe kwa huruma au DPP atengeneze nole kwa ajili ya kumhurumia Lissu. Hapana, mimi namuunga mkono kwenye hilo, kusimama kwenye haki na kuiomba serikali yangu, jamani serikali, tutendeeni haki wa Tanzania. Imetokea bahati nzuri, mara ya mwisho mimi kukutana na Lissu, nimekutana naye mara ya mwisho mbili. Mara ya mwisho moja ni baada ya kutoa ile kauli ya no reform no election. Lissu alituita waandishi pale Chadema makao makuu, tukaenda. Kwa hiyo pale nilizungumza na Lissu, na mazungumzo yangu pia yapo na video pia zipo, nitawapatia. Lakini mara ya mwisho kabisa kukutana na Lissu ni pale mahakama kuu kwenye kesi yake. Nilikwenda kuisikiliza kesi kama Mtanzania mwingine yoyote, alafu baada ya kesi tukaenda kusalimiana kidogo. Lissu akaniona, akanikumbuka brother Pasco, akaniita tukazungumza naye kidogo. Ndio mazungumzo ya mwisho ndio yale ambayo nilisema, nilimwambia Lissu yana mwisho hayo na yatakwisha, na naamini kabisa haya mambo yatakwisha.